Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Dr. Mwigulu azungumza na wakazi wa Dar es Salaam, asema Rais Dr. Samia ni kiongozi mbunifu na wa vitendo. Wahasibu wahimizwa kufanya kazi kwa uzalendo, kuepuka udanganyifu. Maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, wa Tanzania wahimizwa kulinda mshikamano. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie kwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Amefanya ziara ya kikazi ya siku moja mkoani Dar es Salaam, ambapo amezungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja wa shule ya msingi Msimbazi. Zaidi tuungane na Ellen Manyangu kwa undani wa taarifa hiyo. Akizungumza katika mkutano huo siku ya Jumapili, Dr. Mwigulu amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kiongozi wa vitendo na mwenye dhamira ya dhati ya kuwatumikia Watanzania kwa kutoa majawabu ya changamoto zinazowakabili. Aidha, Dr. Mwigulu amesema ofisi zote za umma zipo kwa ajili ya kuwatumikia Watanzania kwa kutoa majawabu ya kero zao, huku akisisitiza kuwa serikali itaendelea kuhakikisha huduma zinafika kwa wananchi wote. Amesema ziara hiyo ya kikazi ni ushahidi wa dhamira ya serikali ya kushuka chini na kusikiliza kero za wananchi moja kwa moja katika maeneo yao. Awali ya mkutano huo, Waziri Mkuu alikagua maendeleo ya ujenzi wa daraja la Mkwajuni lenye urefu wa mita 20 na kimo cha mita 5.5 ambalo hadi kukamilika kwake litagharimu shilingi bilioni 11.6. Pia alikagua mradi wa ujenzi wa daraja la Kigogo lenye urefu wa mita 50 na kimo cha mita 8.9 pamoja na barabara unganishi zenye jumla ya urefu wa mita 625. Mradi wa daraja la Kigogo hadi kukamilika kwake unatarajiwa kugharimu shilingi bilioni 17.7, huku miradi yote miwili ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali za kuboresha miundombinu ya barabara na madaraja katika jiji la Dar es Salaam ili kurahisisha usafiri na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Najua jinsi Watanzania wanavyopata shida panapokuwa na matatizo ya miundombinu kama ilivyokuwa madaraja haya hapa, na sekta zingine ambazo Mheshimiwa Rais amepeleka fedha na kwenda kupata utatuzi. Nikiona jitihada zimefanyika, huwa napata shauku kubwa sana ya kutambua jitihada hizo, lakini na kupongeza jitihada hizo ambazo zimefanyika. Moja ni hii ya madaraja. La pili, wanapata shauku ya kupongeza kwa sababu najua jitihada zilizofanyika mpaka fedha hiyo ikapatikana, kwa sababu mimi ndo nilitumwa wakati Mheshimiwa Rais anapambana kuhakikisha wana Kigogo, wana Kijiweni, Kikwajuni pamoja na maeneo mengine. Natambua jinsi ambavyo haikuwa jambo rahisi tu hivi. Mheshimiwa Rais alifanya jitihada kubwa tena ubunifu wa hali ya juu kuweza kuhakikisha kwamba fedha hizo zinapatikana. Na sio daraja la Kigogo hapa na lile pale Kikwajuni peke yake. Kwa ubunifu huo aliofanya Mheshimiwa Rais, zilipatikana fedha, zimejenga madaraja 81 kwa nchi nzima. Asante sana Ellen Manyango kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imewataka wahasibu nchini kuwa wazalendo kwa kutumia vyema taaluma zao na kuepuka kutumika vibaya kufanya udanganyifu wa mahesabu ili kutunza heshima ya taaluma hiyo, kwani wao ni muhimili muhimu kwenye ukuaji wa uchumi wa taifa. Zaidi tuungane na mwanahabari wetu Mrisho Mapeo. Hayo yamebainishwa jijini Dar es Salaam na afisa mkuu wa usimamizi wa kodi kutoka mamlaka ya mapato nchini TRA, Hamadi Mteri, wakati wa kongamano la wahasibu, ambapo amesema ipo changamoto kwa baadhi ya wanataaluma wa uhasibu kutumika vibaya kufanya udanganyifu wa mahesabu, jambo ambalo linaharibu sifa ya taaluma hiyo na kusababisha upotevu wa mapato. Hivyo ni muhimu kwa wahasibu kuwa waadilifu na kufanya kazi kwa uzalendo. Changamoto kubwa katika eneo la uhasibu ni kutumika
kutumika vibaya kufanya manipulation of accounts, manipulation of profits, manipulation of returns. Yani wanatumika kuandaa returns za uongo, kudanganya mapato halisi, kutumia kuandaa mahesabu ya uongo. Mtu anapewa hesabu, anaambiwa anzia kwenye hasara. Hapo kampuni mwaka unataka unaendelea hesabu ya hasara ya bilioni 2. Kwa hiyo anaweka backward kwenda mpaka ile hesabu yake ili kufanana na kile alichoambiwa kupata hasara. Matokeo serikali inakosa kodi. Kwa tumwambia wakipenda wao hatapata usumbufu wote wa kupambana na audit, na investigation, na forensic tools ili tubaini ukweli. Kumbe mhasibu ongeza ukweli tukubaini pale kwa kuandaa mahesabu sahihi. Kwa changamoto kubwa ni hiyo, wanatumika vibaya. Kwa upande wake, makamu mkuu wa chuo cha uhasibu TIA CPA Victorious Kamuntu amesema lengo la kongamano hilo ni kuwajengea uwezo wataalamu wa fani hiyo, huku akisisitiza kuwa chama cha wahasibu kimekuwa kikichukua hatua dhidi ya wahasibu wanaotumika vibaya kufanya udanganyifu wa mahesabu. Lengo kubwa lilikuwa ni kuandaa. Basi sio mambo yote wanajifunza akiwa darasani. Kuna mambo mengine lazima tuwapitishe, wajifunze mbinu mbalimbali ya waajiri wanataka nini, dunia sasa inataka nini, makampuni yanataka nini, serikali inataka nini. Kwa hiyo hili ilikuwa ni mafunzo ambayo tunaamini yanawasaidia kuwaongezea chachu ya taaluma yao au matamanio ya taaluma yao ili kujifunza, kwa sababu dunia ya leo lazima ujifunze, sio kwa kusoma, hata kujifunza kwa wengine wanaofanya. Ndio lengo kuu kutanisha hapa siku ya mwisho ya mentorship. Naye mmoja wa wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Helen Adam, ameeleza namna ambavyo kongamano hilo limeongezea ujuzi na kuwakumbusha kufanya kazi za uhasibu kwa uadilifu na uzalendo. Leo nimepata nafasi ya kuweza kuattend hii accountancy week kwa kupata msaada wa Tanzania Association of Accounting. Nimejifunza mengi kwa vile mimi ni mwanafunzi. Nimepata nafasi kuona jinsi mambo ya uhasibu yanavyoendelea huko nje. Nimepata exposure, tumefundishwa pia hata afya ya akili and how to act and operate kama wahasibu and kama future accountant. So napenda pia kushukuru sana Tanzania Association of Accounting kwa kunipa nafasi na kuweza kunialika kufika hapa ili nipate exposure ya mambo ya accountancy yanaendelea. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Ikiwa leo ni maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, mkuu wa wilaya Misungwi mkoani Mwanza Bi Johari Samizi amewaomba wananchi katika wilaya hiyo kuendelea kuenzi muungano pamoja na kuitunza amani iliyopo kwa ajili ya maendeleo ya taifa na mwananchi mmoja mmoja. Huyu hapa Emmanuel Mashaka na undani wa taarifa hiyo. Bi Johari ameyasema hayo katika maadhimisho ya muungano ya kiwilaya yaliyofanyika katika viwanja vya Mitindo, ambayo yamehusisha bonanza lililowakutanisha wananchi, wanafunzi pamoja na watumishi wa umma, ambapo pia katibu tawala wilayani humo amewasihi vijana kuitunza amani. Tunafahamu katika miaka 62 ya muungano, tukiulizwa kama Watanzania faida ya muungano, tunajivunia umoja na utulivu wa taifa letu. Tunajivunia ukuaji wa kiuchumi. Tunao miradi ya kimkakati ambayo ukiangalia ndani ya miaka 62 ya muungano ambayo inaendelea kujengwa. Leo kama nilivyosema ni siku ya muungano, ikisindikizwa na kauli mbiu inayosema miaka 62 ya muungano, amani, umoja na mshikamano ni msingi wa maendeleo endelevu. Kupitia kauli mbiu hiyo, lakini umuhimu wa muungano kama nilivyotarajia kusema, na toa rai kwa wana Misungu tuendelee kuenzi muungano wetu, kuhifadhi na kuupigania kwa gharama yoyote ile. Asitokee mtu ambaye si Mtanzania akaanza kukebehi na kuona hakuna faida ya muungano. Sisi kama Watanzania, na tunaitwa Watanzania kwa sababu ya muungano huu. Muungano usipokuwepo kutakuwa na Watanganyika na Wazanzibari, si ndivyo ndugu zangu? Kwa sisi tayari ni Watanzania, tunajivunia kuwa Watanzania. Kwa tafsiri hiyo tunaweza kusema kwamba tutaulinda, tutaupigania na tutautetea muungano wetu kwa gharama yoyote ile. Ya vijana waipende nchi yao. Hakuna nchi nyingine, yani ni sawasawa na mama. Tanzania ni mama kwa vijana. Watunze amani iliyopo. Wakivuruga maana yake tunakwenda kuharibikia katika nchi hii. Hakuna shughuli yoyote ya kiuchumi itafanyika, hakuna chochote. Kwa upande wake afisa michezo katika wilaya hiyo Bwire Masatu ameeleza lengo kubwa la bonanza hilo ikiwa ni kudumisha amani na upendo na kuikumbusha jamii umuhimu wa muungano. Lengo kubwa ni kuongeza mshikamano, umoja wa kitaifa.
lakini pia kuhakikisha wananchi wanakuwa wakishiriki shughuli za michezo ili kuepukana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza, ikiwa ni pamoja na kisukari, lakini pia magonjwa ya pressure. Kwa hiyo pia tumekuwa na shughuli mbalimbali ambazo zimehusiana na michezo, ikiwa ni pamoja na marathon tumezifanya katika maeneo tofauti tofauti za kuhusisha watu wa aina tofauti tofauti. Hizo zote zilikuwa ni shamra kuelekea kilele cha mbio cha miaka 62 ya Muungano. Mwito wangu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mheshimiwa Abedi Karume waliamua kwa nia njema kuzikutanisha nchi hizi mbili ili kuongeza umoja, mshikamano na amani. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa bonanza hilo wamepongeza hatua hiyo, kwani inawaweka pamoja na kuwakumbusha umuhimu wa kuendeleza mshikamano. Tuko hapa leo kuadhimisha miaka 62 ya uhuru. Tukiwa kwenye kuadhimisha huko, tumeshiriki michezo, kuungana na vyuo jirani wenzetu kwa kushiriki kuadhimisha miaka hii 62. Tunaenzi siku yetu hii muhimu kwa kuadhimisha michezo. Tunatamani iwe ni jambo endelevu, jambo ambalo litahamasisha vijana hata wa mtaani, kwa sababu michezo ni ajira. Nahamasisha vijana wenzangu tuendelee kutunza muungano wetu wa Tanzania, lakini pia nahamasisha vijana wenzangu tuendelee kuitunza amani yetu ya Tanzania. Asante sana Emmanuel kwa taarifa hiyo. Wananchi katika halmashauri ya wilaya Tanganyika mkoani Katavi wametakiwa kufuata sheria, kanuni na taratibu za matumizi bora ya ardhi ili kuepusha migogoro pamoja na kulinda mazingira kwa kuhifadhi misitu na wanyamapori katika maeneo yao. Neema Hussein anatuarifu zaidi. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesimo Buswelu wakati akigawa hatimiliki za kimila 420 kwa wananchi wa kijiji cha Kaseganyama na taasisi mbalimbali, huku mkurugenzi wa shirika la FZDS linalojihusisha na kulinda wanyamapori na maeneo ya asili Dr. Maurus Msuha akidai zoezi hilo litafanikiwa endapo sheria ndogo zitasimamiwa ipasavyo. Hatuwezi kuchimba kila sehemu. Hatuwezi. Na hatuwezi kufyeka misitu kila sehemu. Na hatuwezi kufanya kila sehemu ikawa ni sehemu ya malisho, hatuwezi. Ndio maana tunakuja na mipango. Mipango hii inatakiwa ijibu mahitaji yetu. Tukiwa na mipango inayojibu mahitaji yetu na matamanio yetu, hiyo mipango haitatusumbua na haitatutengenezea migogoro. Zoezi hili lililofanyika litakuwa tu na maana endapo sheria zile ndogo tulizoziwekea katika kutekeleza mpango bora wa matumizi ya ardhi zitasimamiwa. Naye mratibu wa mradi wa kuhifadhi ekolojia ya hifadhi ya taifa Katavi, Mahale na Ushoroba unaounganisha hifadhi hizo Kamako, Alphonse Msigwa, amesema wametenga zaidi ya shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kusaidia shughuli mbalimbali za maendeleo, huku kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Katavi Chediel Mrutu akiwataka wananchi hao kutumia ardhi walizopewa kwa mujibu wa sheria. Tuhakikishe kwamba tunatunza vizuri ushoroba tulionao, kwa sababu kutokana na ushoroba au na misitu tulionayo katika kijiji hiki, ndio maana mradi huu wa kuhifadhi ekolojia ya hifadhi ya taifa ya Katavi, Mahale na Ushoroba unaounganisha hifadhi hizi mbili kwa maana ya mradi wa Kamako ulianzishwa. Na mradi huu katika wilaya yetu ya Tanganyika kikiwemo kijiji cha Kaseganyama tumetenga zaidi ya shilingi bilioni 2 katika kusaidia shughuli za maendeleo. Wananchi, tutumie ardhi zetu zile ambazo tumepewa kwa mujibu wa sheria. Tusiingilie ardhi zingine, kwa sababu tutakapoingilia ardhi nyingine tukamaliza misitu hii, hali ya hewa itabadilika. Kwa upande wao, wananchi waliopatiwa hati hizo wamesema zitawasaidia kuondokana na tatizo la kutoondolewa kwenye maeneo yao kwa kukosa umiliki wa halali. Tulikuwa tunafukuzwa kwamba hili eneo hama sio lako. Unapokuwa huna hati na hakuna vipimo maalum, jirani yako anaweza kukuingilia kipande fulani. Taarifa iliyosomwa mbele ya mkuu wa wilaya imeonyesha faida na changamoto zilizojitokeza wakati wa kufanikisha zoezi la upimaji wa ardhi, ni pamoja na baadhi ya wananchi kutokuwa na namba au kitambulisho cha taifa, hali ambayo ilichelewesha zoezi hilo. Asante sana Neema Hussein kwa taarifa hiyo.
Wachimbaji madini nchini wameeleza matarajio makubwa kuelekea uwasilishaji wa bajeti ya serikali unaotarajiwa kufanyika Jumatatu tarehe 27, wakisisitiza umuhimu wa kuimarisha kwa tafiti za madini ili kuongeza tija katika sekta hiyo. Ellen Manyango ana undani wa taarifa hiyo. Katibu mkuu wa chama cha wanawake wachimbaji madini Tanzania, Salma Ernest, ambaye amesema tafiti hizo zitasaidia kubaini kwa uhakika maeneo yenye rasilimali, hivyo kurahisisha shughuli za uchimbaji na kuongeza uzalishaji nchini. Tumeona Mheshimiwa Waziri wetu amekuwa akijikita sana na kuhakikisha kwamba tunafanya uchimbaji salama, lakini uchimbaji wenye tija. Na ili sasa tuweze kufikia huko kufanya uchimbaji wenye tija, basi swala zima la utafiti tuna imani sana litakwenda kuwa kipaumbele katika bajeti hiyo. Lakini tumeona kwamba Mheshimiwa Waziri alikuwa akisababisha shirika letu la tafiti GST kuweza kuwa na teknolojia na vifaa vya kisasa kwa ajili ya utambuzi huu wa madini. Kwa hiyo tuna imani kubwa, lakini pia tuna shirika la madini la STAMICO ambalo mpaka sasa lina ligi 15, lakini tuna imani bajeti hii itakwenda kusababisha STAMICO sasa aweze kuanza rasmi hizo shughuli za tafiti. Salma ameipongeza serikali kwa kuendelea kusisitiza uchimbaji salama na wenye tija, huku akiweka matumaini makubwa kwa shirika la madini la taifa STAMICO lenye leseni takribani 15 za utafiti. Amesema kuwa bajeti hiyo inatarajiwa kuliwezesha shirika hilo kuanza rasmi shughuli za tafiti katika maeneo mbalimbali yenye fursa ya madini, jambo ambalo litaongeza kipato cha wachimbaji binafsi na pato la taifa. Kwa upande wake, katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya wachimbaji Tanzania Femata Rogers Michael Sezero naye amesisitiza umuhimu wa ushirikishwaji wa makundi mbalimbali ikiwemo vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, pamoja na uwezeshwaji wa wachimbaji waliopo kwenye uzalishaji ili kuongeza mchango wao kiuchumi. Kwa mujibu wa Bwana Rogers, kwa sasa wachimbaji wanachangia takribani 40% ya pato la taifa, lakini wanaamini mchango huo unaweza kufikia zaidi ya 60% endapo watawezeshwa ipasavyo. Tunatarajia uwezeshwaji mkubwa wa wachimbaji wote ambao wameshaanza uzalishaji. Kama tu wachimbaji wanachangia 40%, tunaamini kwa mwakani wachimbaji wakiwezeshwa, na hakika kabisa wanaweza kachangia zaidi ya 60% ya kile ambacho wanakichangia. Lakini pia kiukweli kabisa tunaishukuru sana wizara, tunashukuru na wadau wote, mambo yanaenda vizuri, mipango inaenda vizuri na wizara inashirikisha wachimbaji vizuri. Ndani ya mwezi mzima waziri ameutumia muda wake kukutana na makundi mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaenda kwenye uchumi ule tunaouita wa trilioni. Tunaenda uchumi ule ambao tunauhitaji sasa wa trilioni. Kwa hiyo tunataka sekta ya madini iwe na mchango mkubwa kweli kweli. Aidha, Rogers ameipongeza Wizara ya Madini kwa kuendelea kushirikiana na wadau, akibainisha kuwa mipango iliyopo inaonyesha mwelekeo mzuri wa kukuza sekta hiyo na kuongeza mchango wake katika uchumi wa taifa. Asante sana Ellen Manyango kwa taarifa hiyo. Taasisi isiyo ya kiserikali ya Jumuiya ya Tabia Njema ya Kiislamu JAI imeendesha zoezi la uchangiaji damu kwa hiari kwa wananchi wa halmashauri ya Mbinga mji. Zoezi hilo lilenga kuongeza upatikanaji wa damu salama ili kuokoa maisha ya wagonjwa wanahitaji huduma hiyo hospitalini. Zoezi hilo limebeba kauli mbiu isemayo changia damu, okoa maisha, huruma kwa wagonjwa inahitajika. Kutoka mkoani Ruvuma, huyu hapa Innocent Romo na undani wa taarifa hiyo. Akizungumzia kuhusu zoezi hilo, katibu mkuu wa JAI Saidi Ahmed Salemu amesema kuwa zoezi la uchangiaji damu liliambatana na matendo ya huruma, ikiwa ni pamoja na kutembelea wagonjwa waliopo hospitalini kwa lengo la kuwafariji. Aidha, amebainisha kuwa zoezi hilo liliambatana na ufunguzi wa tawi la JAI wilaya ya Mbinga. Amesema kuwa katika kipindi cha utendaji wa kazi wa JAI kuanzia mwaka 2011 hadi 2025, jumla ya uniti 194,215 za damu zimekusanywa katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Vilevile amesema taasisi ya JAI imekuwa ikishirikiana na madaktari bingwa katika kuendesha kambi za matibabu kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Taasisi ya JAI inashirikiana bega kwa bega na mpango wa taifa wa damu salama kuanzia makao makuu kwa lengo la kuhakikisha damu inapatikana. Tunaipata vipi damu? Kuhamasisha, kuratibu na kusimamia mazoezi mbalimbali ya uchangishaji wa damu.
mpaka sasa historia yetu inaonyesha toka 2011 mpaka 2025 jumla ya units 194,215 tumezikusanya. Lakini taasisi ya JAI inashirikiana na madaktari bingwa wote waliopo ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tunashirikiana nao katika kambi za matibabu, kambi ambazo huwa zinaleta msaada mkubwa sana kwa jamii. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya halmashauri ya mji wa Mbinga ameipongeza na kuishukuru taasisi ya JAI kwa hatua ya kuratibu zoezi la uchangiaji damu salama kwa hiari, ambapo amesema kuwa makundi yanayohitaji damu zaidi ni pamoja na kina mama wajawazito wanaopata huduma ya kujifungua pamoja na wagonjwa waliopata ajali. Kwa kweli kwenye issue ya mazao ya damu ni hitaji kubwa sana la wateja, na wateja na kundi kubwa la wateja ambao wanahitaji hii huduma wa mama wajawazito ambao wanakuja kujifungua, hasa wale wanaohitaji huduma ya kujifungua kwa upasuaji. Lakini kundi lingine pia la wateja ambao wanahitaji mazao haya ya damu ni wateja waanga wa ajali, na kwa hospitalini kwetu hapa tunapokea wateja wa namna hii wengi sana. Kwa hiyo tukipata akiba nzuri ya mazao ya damu tutaweza kuwahudumia kwa mapana sana hao wateja. Kwa upande wa wananchi walioshiriki zoezi hilo la uchangiaji damu kwa hiari, walikuwa na haya ya kusema. Ninapokuwa na matatizo kwenye familia huwa napata msaada mkubwa sana. Nikibeba kadi yangu ambayo ninayo, nikionyesha tu napata. Nilikuwa nauguliwa Dar es Salaam na binamu yangu, nilibeba hii kadi, nilipata msaada muda huo. Damu hailimwi, damu haiuzwi. Damu inapatikana kwa mwili wako na mwili wangu. Kwa hiyo naomba sana tuchangie, tushirikiane. Asante sana Innocent kwa taarifa hiyo. Zaidi ya watalii 300 wameshiriki katika ziara ya kutembelea Ziwa Ngosi iliyopo katika misitu ya Mporoto, halmashauri ya wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya, iliyoandaliwa na wakala wa misitu Tanzania TFS kwa lengo la kujifunza vivutio vinavyopatikana katika maeneo hayo. Daniel Simarcha kutoka Mbeya anafafanua zaidi. Ni ziara maalum inayoandaliwa na wakala wa misitu Tanzania TFS kwa kushirikiana na kampuni ya utalii pamoja na michezo katika safu za misitu ya Mporoto kunakopatikana Ziwa Ngosi. Ziara hiyo yenye lengo la kujifunza mambo mbalimbali yapatikanayo katika maeneo hayo. Ziwa Ngosi ni kivutio kikubwa ambacho kiko ndani ya hifadhi yetu, na pia ni ziwa kubwa la pili kwa ukubwa barani Afrika, ziwa linalotokana na volcano. Kwa hiyo kwa nyanda za juu kusini na mkoa wa Mbeya tuna kivutio ambacho ni tofauti, hakipatikani maeneo yote duniani. Inapatikana Ethiopia na Mbeya peke yake. Adventure leo tulikuwa tumeandaa tamasha kubwa la Tukutane Mlima Lungwe Festival msimu wa pili hapa katika kivutio cha Lake Ngosi kinachopatikana Idida. Kiukweli tumefanikiwa kwa mafanikio makubwa sana kwa sababu tumepata takribani watalii zaidi ya 300 ambao wameweza kufika Lake Ngosi. Hii ni historia kwa mara ya kwanza kuweza kuwa na wadau wengi, taasisi nyingi kuweza kuhudhuria katika hii tukio la Tukutane Mlima Lungwe msimu wa pili. Kwa upande wake mwakilishi wa mkoa wa Mbeya, mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafari Aniu, amewaasa wananchi kujiwekea utaratibu wa kutembelea vivutio vivyopo mkoani Mbeya. Lakini pia tumepata wananchi wadau wa utalii kutoka nje ya mkoa wetu wa Mbeya, ambapo tumekuja kutembelea Lake Ngosi, na kama nilivyosema, hili ni ziwa la pili kwa ukubwa barani Afrika kwa maziwa yatokanayo na mlipuko wa volcano. La kwanza lilikuwa kule nchini Ethiopia. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaomba wananchi wa Rungwe, lakini pia kwa niaba ya mkoa wa Mbeya, wananchi wa Mbeya kwa ujumla, lakini wote wadau wa utalii nchini kuweza kutembelea vivutio vya utalii vilivyopo katika wilaya yetu ya Rungwe. Sisi Rungwe tunasema ni matajiri wa utalii. Baadhi ya washiriki waliofika katika utalii huo wamekiri kujifunza mambo mbalimbali ambayo walikuwa hawayajui hapo kabla. Utalii unatakiwa uwe sehemu ya maisha yetu. Watanzania tunatakiwa tubadilike. Kwa hiyo tuwapongeze sana watu wa TFS na kina taasisi zote ambazo zimeweza kulifanya hili jambo likawa kubwa. TFS kwa kutualika kuja kutembelea Lake Ngosi. Tumeona wote wa asili, tumeona vitu vingi, tumepanda milima. Na pia nimeweza kufuatilia historia ya mtu ambaye alikuwa amesimama kusimulia historia ya kijiografia pamoja na historia ya Kiafrika. Kwa upande wa kijiografia nimeweza kujifunza kwamba kumbe Lake Ngosi imetokana na
mpasuko wa volkano. Na pia ukija kwenye historia ya ndani, yani ya Kiafrika ya utamaduni, nilikuwa sijui kwamba kumbe Lake Ngosi imetokana na uhamaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Asante sana Daniel kwa taarifa hiyo. Jumla ya watoto na vijana wapatao 75,500 wanatarajiwa kufanyiwa uchunguzi wa ugonjwa wa selemundu sickle cell katika mradi wa miaka mitatu unaotekelezwa Tanzania na Kenya. Kati ya watakaofikiwa, watoto wachanga ni 45,000, walio chini ya miaka mitano ni 12,500 na vijana ni 18,000, huku mradi huo ukilenga kubaini mapema walioathirika na kuwapatia huduma stahiki kwa wakati. Ellen Manyango anayo taarifa zaidi. Akizungumza kwa niaba ya mganga mkuu wa serikali wakati wa uzinduzi wa mradi huo, Daktari Gunini Kamba amesema bado kuna changamoto ya kuwabaini mapema wagonjwa wa sickle cell. Hivyo utekelezaji wa mradi huo utasaidia kuongeza upatikanaji wa huduma za uchunguzi na matibabu. Changamoto siku zote ilikuwa ni namna ya kuwaibua wa mapema vijana au watoto ambao wana changamoto ya ugonjwa huu wa sickle cell disease. Na ukizingatia, umeona pale tulikuwa na ushahidi, kijana ameibuka kwamba alikuja kugundulika kwamba ana ugonjwa akiwa na miaka 18 almost. Sasa huu mradi utaenda kuibua mapema ili kuweza kuwatengenezea platform nzuri hao watakaogundulika mapema, kuweza kupata zile huduma muhimu ambazo zinatakiwa zifanyike mapema. Unajua, ukimgundua mgonjwa mapema unajua nini cha kufanya mapema. Naye mwenyekiti wa wataalamu wa sickle cell nchini Daktari Elisha Usati ameongeza kuwa kati ya 15% hadi 20% ya Watanzania wana vinasaba vya ugonjwa huo, huku vifo vya watoto chini ya miaka 5 vinavyohusishwa na sickle cell vikikadiriwa kuwa kati ya 5% hadi 7%. Kwa sasa kila mwaka tuna watoto 14,000 wanazaliwa, 14,000 wanazaliwa kila mwaka na ugonjwa wa sickle cell. Na Tanzania sasa inakadiriwa kati ya nchi 3 barani Afrika kuwa na ugonjwa huu duniani. Kwa bara Afrika. Lakini kwa duniani tunashika nafasi ya 4. Kwa hiyo unaona kwa ugonjwa unaongezeka sana kwetu, na asilimia 15 mpaka 20 ya Watanzania tunakadiria kwamba wanabeba vinasaba. Unajua ukibeba vinasaba huwezi kujua, lakini ukikutana na mwenzio mwenye kinasaba ndio unaweza kupata mtu mwenye sickle cell. Kwa hiyo tatizo ni kubwa sana, especially kwenye kanda ya Ziwa. Kanda ya Ziwa ina ukubwa ni kubwa sana. Tumefanya tafiti sisi kama TSDA, lakini Muhimbili chuo, lakini pia Bugando kwa kushirikiana na taasisi zingine tumefanya tafiti nyingi nchi nzima kuweza kujua ukubwa wa tatizo. Kwa hiyo tatizo ni kubwa sana. Kwa upande wake, shujaa wa sickle cell Samuel Maingu amesema ugonjwa huo una changamoto nyingi ikiwamo maumivu makali na upatikanaji mdogo wa huduma, lakini mradi huu wa SCD Kentan Tanzania utasaidia kuboresha hali hiyo kwa watoto na familia zao nchini. Changamoto za sickle cell ni nyingi sana. Changamoto za kiafya, maumivu, upatikanaji wa huduma muda mwingine kutokana na maeneo ya watu wako mbali, clinics zinakuwa zipo mbali. Lakini hii Kitan project itakuja kusaidia kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali kwamba niligunduliwa nikiwa na miaka 18, na ni baada ya mimi mwenyewe kuanza kuona dalili ambazo ninazisoma, nikaenda kupima na kweli nikagundulika kwamba nina sickle cell. Na changamoto ya kuchelewa kujua ni kwamba hata udhibiti wake wa maumivu au kiwango cha shida ambazo nitakuwa napata ni tofauti na mtu yule ambaye atakuwa yeye toka akiwa mdogo anajulikana na anatumia dawa ipasavyo kwa ajili ya kumwongezea kinga na nini. Mradi wa SCD Kentan Tanzania unalenga kupunguza athari za ugonjwa huo na kuboresha uchunguzi wa mapema, utambuzi sahihi na huduma jumuishi kwa watoto na familia zao, huku ikiwa ni hatua muhimu ya serikali na wadau katika kupambana na magonjwa yasiyoambukiza yanayoathiri maisha ya Watanzania wengi. Asante sana Ellen Manyango kwa taarifa hiyo.
Baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Ludewa limeitaka ofisi ya madini mkoani Njombe na shirika la taifa la maendeleo NDC kuangalia leseni za uchimbaji madini katika halmashauri hiyo ambazo hazijaendelezwa kupewa na halmashauri na vikundi vya vijana ambavyo vinahitajika kufanya shughuli za uchimbaji wa madini ili halmashauri iendelee kunufaika mapato. Taarifa zaidi Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe anafafanua. Awali baadhi ya madiwani wakiwa katika baraza hilo akiwemo Edward Haule, diwani wa kata ya Ibumi, na Robert Njavike, diwani wa kata ya Milo, wameitaka ofisi ya madini kushughulikia baadhi ya changamoto zilizopo baina ya wawekezaji na wananchi ili kufanya ushirikiano wenye tija pindi shughuli za uchimbaji zinapoendelea katika maeneo yote yenye migodi, na kwamba halmashauri hiyo ina uwezo wa kuongeza mapato maradufu ikiwa migodi yote itaanza kufanya kazi kwa wakati. Tumejaliwa madini mengi yapo katika wilaya ya Ludewa. Kijiji cha Ibumi kuna eneo linaitwa Nyamalamba. Naona kwa sasa hivi linaonekana kuwa na wawekezaji wengi wanachimba migodi katika maeneo hayo. Lakini upo mgodi ambao unamilikiwa na ndugu Philbert Kayombo. Mgodi ule una kero nyingi na nimewasiliana na ofisi yako. Wewe ni nani mimi sijui, ila nimewasiliana na wewe katika ofisi yako na kwamba unatakiwa kuja wewe na sisi na wananchi tukae pamoja tuliweke sawa jambo hili. Pata vitalu. Sasa tutaka tujue vile vitalu anazungumzia kwa maana halmashauri tu au hata kwa mtu binafsi. Aidha, Waizi Mgina, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa, amesema licha ya shirika la taifa la maendeleo NDC kutoa leseni kwa wawekezaji, baadhi yao hawaviendelezi vitalu hivyo ambavyo vimekatiwa leseni, jambo ambalo linarudisha nyuma ukusanyaji wa mapato ya halmashauri. Yani wa kufanya sasa vile vitalu ambavyo haviendelezwi basi vikaachwa ili wachimbaji wadogo wadogo, lakini na halmashauri ipate vitalu. Lakini upande wa NDC kwamba kuna maeneo ambayo yalifanywa uthamini lakini bado hakuna jambo lolote linaloendelea. Sasa baraza hili linataka angalau kujua maeneo kwa mfano ya kule Ketawaka walifanywa uthamini lakini hamna linaloendelea. Tunataka kujua kuna nini kinaendelea, lakini na miradi yote ambayo ipo wilayani kwetu. Vikundi vya wachimbaji wadogo vya hapa Ludewa, ofisa madini wa mkoa, nayo nilikuwa ni agizo la Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini bado halijatekelezwa. Wewe ni wasihi sana. Kule kwenye Tanzanite vijana wametengewa maeneo ya wachimbaji wadogo. Kwenye dhahabu wametengewa. Na sisi Ludewa tunaomba vijana wetu nao wathaminiwe. Kutokana na hali hiyo, Abraham Nkya, kaimu afisa madini mkoa wa Njombe, amesema kuna taratibu za kisheria ambazo zinatakiwa kufuatwa kwa wale wote wanaokiuka utaratibu wa kuendeleza leseni za vitalu. Ukishapewa leseni ya uchimbaji mdogo wa madini, inatakiwa ndani ya miezi 6 kulingana na sheria ya madini huo umeanza kufanya kazi. Kwa hiyo hilo ni kosa mojawapo, lakini kuna makosa mengine pia kama ya kutokutekeleza wajibu wako kwa jamii, CSR. Lakini swala lingine umeuliza kama halmashauri pia na wachimbaji wengine wa Ludewa wanaweza kupata maeneo. Wanaweza kupata maeneo. Ni kubainisha tu yale maeneo ambayo ninyi mnayahitaji. Alafu vinachukuliwa vipimo vya kijiografia kwa kutumia watu ardhi wanajua GPS kwa eneo ambalo wewe una interest nalo. Unakuja nalo ofisi ya madini na sisi tunakuongoza kitaalamu. Kama kuna leseni ya mtu tunaangalia ina makosa gani, aendelezi ili at least mtu mwingine apewe ambaye anaweza kuendeleza, serikali ikapata mapato. Imeelezwa kuwa katika miradi ya mkakati ya taifa ya chuma cha Liganga kuna takriban tani milioni 126 na makaa ya mawe Mchuchuma, ambapo katika maeneo yaliyofanyiwa utafiti pekee kuna zaidi ya tani milioni 420, hivyo kufanya kuwa moja ya miradi ambayo itachimbwa kwa zaidi ya miaka 100 na kuleta tija ya moja kwa moja kuanzia kwenye ngazi ya halmashauri mpaka taifa. Kutoka hapa wilayani Ludewa mkoani Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.